and I love Jesus as my personal Savior. I'll kindly ask you just to give me your ears and your heart. Open up your ears, open up your heart, that you may receive from the Lord. Bwana asifiwe. Now, people take it for granted when they come for a kesha, especially a crossover kesha. People usually take it that I just want to be in the church. Because everybody is going, I will go. But I would like us to take it seriously. Being in a kesha like this one, the 31st, when you are crossing over the year, it is not something to be taken lightly. Hallelujah. Mutaniwia radhi nitachanganya English and Kiswahili because we are also ministering to people who do not understand Kiswahili, our local language. Hallelujah. Nasema hivi, watu huwa wanachukua kikawaida kuja katika kesha ya 31st kwa sababu kila mtu anaenda kesha na mimi nasema nitaenda kesha. Lakini singependa tulichukue kama ni jambo la kawaida. Hallelujah. Do you know you are standing at the gates of 2022? Do you know that? You are standing at the gates of 2022. And whatever you declare, that is what is going to happen. Whatever you pronounce, that is exactly what is going to happen. Hallelujah. Unasimama katika lango la 2022. Na chochote utatangaza usiku wa leo kitatendeka. Na ningependa nikuambie, si ati Mungu anapanga kukubariki saa hii. Mungu alikupangia baraka zako kitambo. Kile unafanya siku ya leo, unakubaliana na kile alisema. Are we together? You are just agreeing with God, with his promises, with what he has said concerning you. It's not that God is planning to bless you now. He already pronounced blessings upon your life. What you are doing tonight as you stand at the gates of 2022 is to agree with God. That God, you have said this concerning me. You have said this concerning my family. You have said this concerning my life. I agree with you. And I declare it. It's going to happen. Hallelujah. Unatangaza ya kwamba Mungu, umetangaza baraka juu yangu. Umenena baraka juu yangu. Na ninakubaliana na neno lako. Na ninatangaza kama ulivyosema ndivyo itakavyotendeka. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo unaposikiza neno, ukiwa mtu unaelewa mambo ya kiroho, haunyamazi tu. This is a night of declaration. It's a prophetic night. Hallelujah. Reverend Kabasere has stood here and he has made some declaration. And maybe some of us, we were just taking it for granted. Those are very powerful declarations. And you're supposed to agree with them. That you are going to build. And not somebody else who stay in that house. You are going to plant. And you eat what you have planted. You will enjoy the fruit of your labor. Those are declarations. Hallelujah. Hayo ni matangazo kutokana na neno la Mungu. Unastahili kukubaliana nayo na ujitangazie wewe mwenyewe kwa sababu ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba tuende pamoja. Nitachukua muda mfupi, maana tumesema Mungu tayari amenena. Tunataka tu kukubaliana na yeye. Na ningependa tuende katika kitabu cha 1 Peter chapter 5 verse 10. The book of 1 Peter chapter 5 verse 10. Petero wa kwanza
sura ni ya 5 na mstari wa 10. Hili ndilo neno Mungu amenipatia juu yetu tunapoanza mwaka wa 2022 na kukamilisha 2021. Na ninaamini kwamba Roho wa Mungu atakunenea kupitia hili neno. Naamini kuna mambo ambayo atatekeleza maishani mwako kupitia hili neno usiku wa leo. Bwana asifiwe. I'll read in English and then I'll read in Kiswahili. I'm reading from the New King James Version. 1 Peter 5 verse 10. It says this: "But may the God of all grace," say all grace, "who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you." Hallelujah. Praise the living God. Let me read in Kiswahili. Petro wa kwanza 5:10. "Lakini mukisha teseka muda mfupi, Mungu aliye asili ya neema yote na ambaye anawaiteni kuushiriki utukufu wake wa milele katika kuungana na Kristo, yeye mwenyewe atawakamilisheni na kuwapeni udhabiti, nguvu na msingi imara." Hallelujah. That is the word of God that we have for tonight as we begin the year 2022. Hallelujah. Biblia hapa mpendwa inaanza kwa kusema the God of all grace, Mungu wa neema yote. Mpendwa, I believe you have passed through a lot. You have seen a lot in the year 2021, 2020, especially from the time Corona hit the world. Do you agree with me? Umeona mambo mengi. Umepitia mambo mengi. Katika mwaka wa 2021, mwaka wa 2020, haswa wakati Corona imekuja. Na unaweza kukubaliana na mimi, ni kwa neema ya Mungu umefika pahali umefika. Ni kwa neema ya Mungu. Na ndio maana tumeiba, ni mkono wa Mungu umefanya nini? Haijakuwa, abia jirani yako, haijakuwa rahisi. Hallelujah. Lakini ni mkono wa Mungu umenibeba. Ni kwa neema ambapo tumefika hapa. Na Biblia inasema ya kwamba God is the God of all grace. Mungu ni Mungu wa neema yote. Hallelujah. Praise Jesus. Na mpendwa, kama vile Lamentation 3:21-22, Maombolezo 3:21-22 inavyosema, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail." Hallelujah. Ati kwa sababu ya upendo wa Mungu, kwa sababu ya rehema zake, ndio maana wewe na mimi hatujaangamia. Ambia jirani yako, Mungu anakupenda. Fadhili zake ni nyingi juu ya maisha yako, na ndio maana haujaangamia.
Ndio maana umevuka mwaka wa 2021 na saa hii uko 2022. Kwa nini? Maana rehema zake, neema yake ni ya milele. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunaweza tukasema yeye ni Ebeneza. Mpaka hapa ametufikisha. Tunaweza tukatangaza Ebeneza. Mpaka hapa amekuwa Mungu wetu. Haleluya. Na mpendwa, Mungu sio tu wa neema tu, lakini part B hapo inasema ya kwamba ametuita kwa utukufu wake katika Kristo. He has called us to his eternal glory in Christ Jesus. What does that mean? God wants you and I to share in his glory. Mungu anataka wewe na mimi tushiriki utukufu wake. Anataka, God is clothed in glory. Mungu amevikwa utukufu. Mungu amefunikwa na utukufu. Na angependa huo utukufu ambao unamfunika, huo utukufu ambao umemvika, na wewe ufunikwe na huo utukufu. That is his will. That you and I, we may be clothed in his glory. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini hiyo ni katika Kristo Yesu. Hauwezi ukafunikwa na utukufu ukiwa uko nje ya Yesu Kristo. Ukiwa hauko ndani ya Yesu Kristo. Ukiwa haujamkubali awe Bwana na Mwokozi wako, hauwezi ukafunikwa na utukufu wa Mungu. Maana hapa inasema he has called us to his eternal glory in. Sema ndani. Ukiwa wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Haijasema hapa ukiwa unamjua Yesu. Karibu kila mtu duniani anajua Yesu. Anajua Yesu alikuwa nabii, wengine wanasema alikuwa mwalimu, wengine mwana wa Maria. Wanamjua Yesu. Lakini hapa inasema ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ndipo utakapofunikwa na utukufu wa Mungu. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu juu yako. Hallelujah. Now, let me come to our message. Our message is coming from that part that says, after you have suffered a while. Baada ya kuteseka kwa muda. My brother, my sister, I know you have suffered. Can you ask your neighbor, have you suffered in any way? Ninajua umeteseka. Uliza jirani yako, wewe umeteseka kwa njia yoyote? Amekubaliana na wewe? Amekuambia ameteseka? Bwana asifiwe. Ninajua wengine wetu tumeteseka kifedha. Biashara zetu zimedhoofika. Wengine wetu tumeteseka kiafya. Afya zetu zimedhoofika. Wengine wetu masomo yetu imeteseka. Kwa sababu kuna watu walikaa nyumbani. Kuna watu wamekosa school fees. Bwana asifiwe. Wengine wameteseka kifamilia. Wengine wameteseka katika ndoa zao. Wengine wameteseka katika huduma. Bwana asifiwe. I know each of us has suffered in one way or another. Whether it is financially, physically,
whether it is in your career, in your family, in your marriage, in the ministry, you have suffered in one way or another. But I want to tell you, as the Bible says, that suffering is just for a while. That suffering has been for a while. Hallelujah. Nataka nikuambie, ni kweli umeteseka. Ambia jirani yako, na ni kweli nimeteseka. Hallelujah. Unajua mhubiri anataka mhubiri na yeye ndio macho isianze kucheza michezo ingine. Ambia jirani yako, macho yako isianze kucheza michezo ingine. Ndio maana ningependa tuhubiri na wewe. Bwana asifiwe. Ni kweli umeteseka kwa njia nyingi. Na labda nikikuuliza, utaniambia, ndugu Ken, mimi hata nikianza kukuambia yangu haiwezi kaisha. Ile mateso nimepitia kutoka korona ikuje, ile mambo nimejionea katika maisha yangu. Haleluya. Lakini nataka nikuambie, hayo mateso si ya kudumu. It's not permanent. It is not permanent. That suffering is not permanent. I say again, that suffering is not permanent. Hallelujah. Hiyo kuteseka si ya kudumu. Biblia inasema mukisha teseka kwa muda. Ambia jirani yako, haya mateso ni ya muda. Na haya mateso inaisha. Hallelujah. And that is what the Spirit of God is telling you. That is what He's telling you tonight. Yes, you have suffered. Yes, you may be going through suffering. Yes, you may undergo suffering. But the Spirit of God is telling you that suffering is for a while. That suffering is for a while. That suffering is not permanent. Hallelujah. We have sung here, it shall be permanent. What shall be permanent? What the Lord? But the suffering is not permanent. Hallelujah. Can you cancel any suffering that the enemy wants to make permanent? Cancel it. Cancel every suffering that the devil wants to make permanent in your life in the name of Jesus. Hallelujah. You are not looking at the preacher. Do you see what the preacher is doing? We are canceling any suffering that the enemy has directed to us and he wants to make it permanent. We cancel it. We cancel it. Tuna cancel mateso yote shetani anataka iwe ya kudumu katika maisha yetu. Tuna cancel katika jina la Yesu. Hallelujah. Maana neno la Mungu limesema ni ya si ya kudumu. It's just for a while. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. And I want to tell you, as you stand at the gates of 2022, you are opening a new chapter. You are opening a new chapter. Katika jina la Yesu, unafungua chapter mpya. Unafungua chapter mpya. Hallelujah. Mimi sitaki kujua hizo chapter zingine zilikuwa zinasomaje. Hallelujah. Sitaki kujua chapter ya 2018 ilisomaje. Sitaki kujua chapter ya 2019 ilisomaje. Sitaki kujua chapter ya 2020 ilisomaje. Hata sitaki kujua ya 2021 ilisomaje. Ile ninayojua, ninaanza chapter mpya. Ninaanza chapter mpya. I'm starting a new chapter. I'm starting a new chapter. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Now, listen to this new chapter.
What is the Lord going to do in your life? After suffering for a while, and I would like you to follow me very carefully. What is the Lord going to do in this new chapter that you are opening tonight? He will do 4 things. Say 4. How many? 4. And to help you to remember, I'm going to use the word PES. PES. P-E-S-S. P-E-S-S. Each of those letters stands for a word. Nitatumia jina PES. Tuone mambo manne ambayo Mungu atafanya maishani mwako. Number 1, God is going to perfect you. God is going to perfect you. What is to perfect in English? To perfect is to complete thoroughly. To do what? To complete thoroughly. It is also to repair. It is also to, it is to make excellent and delightful in all aspects. To make excellent and delightful in all aspects. Hallelujah. Tunasema hivi. To perfect ni kukamilisha kwa Kiswahili. Na neno kukamilisha liko na maana ya kulipea. Unajua, labda kuna eneo la maisha yako ambalo unaona halijakamilika. Labda unajihisi kifedha haujakamilika. Bwana asifiwe. Kimasomo haujakamilika. Kihuduma haujakamilika. Katika familia haujakamilika. Katika ndoa haujakamilika. Mungu anataka kukukamilisha. Anataka kukukamilisha. Katika hilo eneo la maisha yako ambapo haujakamilika, ambapo unasikia ni kama uko nusu, Mungu anataka kukamilishe. Haleluya. Pia inamaanisha kulipea. Si kitu ikivunjika, si huanga inafanywa repair. Je, kuna eneo la maisha yako limevunjika? Uliza jirani yako. Kuna eneo la maisha yako limevunjika? Haleluya. Mungu anataka kufanyia repair. Anataka afanye nini? Akufanyie repair. Oh God, we pray that you may perfect us. Bwana, tukamilishe. Tukamilishe kifedha. Tukamilishe kiafya. Tukamilishe kijamii. Kamilisha masomo yetu. Kamilisha watoto wetu. Perfect us, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Number 2, what is God going to do? We have seen number 1, He will perfect you. Number 2, He will establish you. He will establish you. What is to establish? To establish is to steadfastly set and to confirm. It is also to make stable or firm. To make stable or firm. Bwana asifiwe. Maybe you have been shaken and you have been feeling you are not steady. You are not steady in your life. You are not firm in your life. You are shaking. Financially, you are not stable. In your business, you are not stable. In your family, you are not stable. In your career, you feel you are not stable. It is time for God to establish you. He wants to establish you. Hallelujah. Labda umekuwa ukisikia haujasimama dhabiti.
kibiashara, kifedha, katika huduma yako, katika familia, kiafya, unasikia ni kama unayumbayumba, haujasimama imara, ni wakati Mungu akudhibitishe. Bwana anataka kukudhibitisha. Mungu, naomba utudhibitishe. Tudhibitishe katika maisha yetu. Tumeyumbayumba kwa muda, hatujapata udhabiti. Tudhibitishe Bwana, katika jina la Yesu. Hallelujah. What is the Lord going to do? Number 3. I said I'm moving fast. And I would like you to get each of these things, because this is what you're going to declare in your life. Number 3, after you have suffered for a while, God is going to strengthen you. Hallelujah. Have you lost strength? Are you feeling weak? Are you feeling like you cannot continue? Are you down? Has the devil put you down? Has life thrown you down? Are you feeling that you cannot even take another step? It is time that God wants to strengthen you. Hallelujah. Praise the living God. Ndio, unaweza kuwa unasikia hauna nguvu. Maisha imekupiga. Umegongwa na maisha. Na umeishiwa na nguvu. Uko chini. Hata kuinuka hauwezi. Bwana asifiwe. Unasikia hauwezi ukachukua hatua ingine mbele. Lakini Bwana anataka akutie nguvu. Anataka kukutia nguvu. Anataka akutie nguvu ili uweze kuendelea. Hallelujah. Labda unasikia ni kama utaanguka. I would like somebody to come here. I want to demonstrate something, please. Maingi come. Oh, let Meshach come. Meshach is stronger. Na ukae rada. Now, look at me. Sometimes life hits us. Left, right, center. And we feel weak. We feel we are going down. We feel we cannot stand. But God wants to support you. God wants to strengthen you. Hallelujah. Wakati mwingine maisha inakugonga. Unasikia umerushwa hivi. Umerushwa hivi. Unaishiwa na nguvu. Hauoni mbele, hauoni nyuma, hauna direction. Na wakati mwingine unajipata tu unaanguka. Bwana asifiwe. Unaniangalia mpendwa. Labda umekuwa ukihisi hivyo. Ya kwamba maisha imekugonga, inakurusha hivi, inakurusha hivi. Hauna direction. Bwana asifiwe. Ushawaisikia kizunguzungu? Bwana asifiwe. Unaanza kuona 50 cents. Tunasindaka 50 cents. Si ndio? English. Usaisikia hiyo? Yani hauoni, hauna nguvu. Na unasikia utafanya nini? Utaanguka. Lakini wakati ambapo unaenda kuanguka, mkono wa Mungu ambao tumeimba unafanya nini? Unakushikilia. Hallelujah. That is what God is going to do. He's going to support you. He's going to strengthen you. Ni kweli unaenda chini, lakini nataka nikuambie, hautaguza chini. Hautafanya nini? Ambia jirani yako, hautaguza chini. Hautaramba chini. Maana mkono wa Mungu umefanya nini? Uko tayari ukushikilie. Mkono wa Mungu uko tayari ukutie nguvu. Thank you. Unakarada.
Let's clap for him. Bwana asifiwe. To strengthen is to give moral support. Moral support. Wakati ambapo unasikia uko chini na hauwezi kuendelea, unasikia sauti ya baba akikuambia, mwanangu, niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Yesu aliambia wanafunzi wake, duniani mtapata mateso, mtapata dhiki, lakini mujitie nguvu, maana nimeushinda ulimwengu, na niko pamoja na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. I'll be with you until the end of the ages. We have not reached the end of the ages. Ask your neighbor, have you reached the end of the ages? So the Lord is still with you. Kama haujafika mwisho wa dahari, mimi sijui dahari ni gani. Wewe unajua dahari ni gani? Wewe umeona dahari? Mimi sijawahi iona na sitaiona. Kama haujafika mwisho wa dahari, ako pamoja na wewe. Ambia jirani yako, imagine Yesu bado ako pamoja na wewe. Na anataka akushikilie. Anataka akutie nguvu. Hallelujah. Number 4. Number 1 we said, what will he do? Perfect you. Number 2, don't say establish you, establish me. You are talking about yourself. Number 1, what will he do? Number 2, number 3, and number 4, as we have read there, he will settle you. Bwana asifiwe. He's going to do what? To settle you. Bwana asifiwe. What is to settle? To settle is to lay a basis for. It is to erect. It is to ground. It is to come to rest. To lay a basis, to erect, kusimamisha, to ground, and to come to rest. Hallelujah. Wacha nitumie jina nzuri. Wakati mtu anatafuta makao, huanga tunasema he has settled down in Nairobi. He has settled down in Mombasa. In other words, huyu mtu hakuwa na pahali alikuwa anaweza kupaita pake. And so, you say he has settled. Labda alikuwa anajaribu tu biashara. Anajaribu haka nawiri. Anajaribu hakaendi vizuri. Lakini mwishowe anaanza biashara na hiyo biashara inanawili. Kwa lugha ya mtaa inashika. Na kwa hivyo tunasema amesettle. Tunashika. Ningependa ushike jina settle linamaanisha nini? Amesettle. Labda mtu amejaribu kazi nyingi. Ameapply hapa, aka-apply hapa, labda akaingiliwa, akafutwa kazi, kamshahara kakawa kidogo, lakini mwishowe anaenda anapata kazi mzuri na anatosheleka. Tunasema amesettle. Tunashika. Hallelujah. Labda kijana amejaribu, amechumbia huyu mwingine, amejaribu, labda fedha haiko, labda mambo inaleta shida, lakini mwishowe anapata mwenye wataingia kwa nyumba na watengeneze nyumba. Tunasema amesettle. Ninanenea mtu hapa. Hallelujah. Nataka kuamini tunaposimama katika gate ya 2022 ya kwamba there is somebody
God is going to settle down here. There is somebody God is going to settle here. Hallelujah. In business, God is going to settle somebody down. In your career, God is going to settle you. In your ministry, God is going to settle you. Hallelujah. Somebody is going to be settled. Somebody is going to receive rest. Hallelujah. Somebody is going to get ground. Atasimamishwa. Kuna mtu atasimamishwa imara. Kuna mtu atasettle down. Hallelujah. Na ninataka kuamini kuna mtu amekuwa yeye ni wa kupanga, amekuwa yeye ni wa kulipa rente, anaenda kuseto kwake. Kuna mtu anaenda kuseto kwake katika jina la Yesu. Kwa maana sio Ken amesema, ni neno la Mungu. Limesema mambo mangapi? Baada ya kuteseka kwa muda, baada ya kufungiwa nyumba kwa muda, baada ya kutukanwa na landlord kwa muda, baada ya kudhihakiwa kazini kwa muda, God is going to settle you. Anaenda kukuseto. Habia jirani yako, unaenda kuseto. Unaenda kuseto katika jina la Yesu. Hallelujah. Horoba sakataraboria. Yes, Lord. Settle us, Jehovah God. Settle your people. Riado zakarabayanda. Settle your people, oh God. Settle your people. Oh God. May you settle us. Hallelujah. Oh God. Settle somebody in their career. Settle somebody in their possession. Settle somebody in marriage. Settle somebody in business. Settle somebody in ministry. In the name of Jesus. May the Lord settle us. Mungu akatufanya tupate makao. Makao katika njia zote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Horabo shandara laboria. Yaraba kandaria bozai. Oh God. May you settle your people. Oh Jesus. Oh God. Mpendwa, Roho wa Mungu wako hapa. Na siwezi nikaendelea. Nataka ujitabirie sasa. Tumesema baada ya kuteseka kwa muda. Mateso yako imekuwa ni ya muda, si ya kudumu. Na usikubali shetani akuonyeshe mateso yako ni ya kudumu. Mateso ni ya muda. Imekuwa ni ya muda. Your suffering is not permanent. It's for a while. It's for a time. And it's coming to an end. It is coming to an end. In the name of Jesus. And the Lord is going to do those 4 things. He's going to perfect you. He's going to establish you. He's going to strengthen you. And He's going to settle you. Hallelujah. Mungu anaenda kukukamilisha. Atakudhibitisha. Atakutia nguvu. Atakusimamisha imara. Katika jina la Yesu. Naomba tusimame katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante Bwana. Mungu amesema anataka kukufunika na utukufu wake. Lakini huo utukufu hautaupata katika dini. Ati kwa sababu unaendaka kanisani. Hautaupata kwa sababu unaibanga kwaya.
Hautaupata kwa sababu unatoanga, utaupata kwa sababu uko ndani ya Kristo Yesu. Na labda uko hapa tunapofunga macho yetu kila mmoja, uko hapa na haujaokoka, haujaingia ndani ya Yesu. Wewe unamsikianga, hauna uhusiano na yeye. Siku ya leo tunapoanza 2022, anataka kuanza na wewe. Anataka akukamilishe, anataka akudhibitishe, anataka akutie nguvu, anataka akusimamishe imara. Ningependa uinue mkono wako juu kama uko pale na haujaokoka na ungependa kuokoka. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Ningependa nikuingize katika ufalme wa Mungu. Uko pale haujaokoka, haujuani na Yesu, haujawahi mkiri kama Bwana na Mwokozi wako, haujawahi ambia Yesu nisamehe dhambi zangu. Leo unaweza ukaokoka. Inua mkono wako juu, tuombe pamoja na wewe tunapoanza 2022 katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu kama ungependa kuokoka. Wokovu ni karama ya bure. Ni Mungu anakuita, anataka mtembee na yeye. Umetembea peke yako kwa muda, angependa atembee na wewe kutoka leo. Mwaka wa 2022 Yesu angependa atembee na wewe. Inua mkono wako kama haujaokoka na ungependa akuokoe siku ya leo katika jina la Yesu. Mimi nataka uifanye hadharani bila haya, kwa sababu unajiunganisha na Mungu aliye hai, Mungu muweza yote, muumba wa mbingu na nchi. Are you there? You are not born again. You'd like to get saved. Lift up your hand. We pray with you katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio nataka ung'ang'ane na moyo wako. Unasema watu watasemaje? Marafiki zangu watasemaje? Yesu anataka akubariki wewe binafsi, sio marafiki zako. Anataka abadilishe maisha yako wewe binafsi, sio marafiki zako. Anataka akupatie uzima wa milele wewe binafsi, sio marafiki zako. It is you. Salvation is a personal decision. And I want you to make that decision in the name of Jesus. Are you there? Unataka kufanya huo uamuzi na kugoja? Inua mkono wako juu, tuombe na wewe katika jina la Yesu. Kwa pale haujaokoka, unajua vizuri haujasamehewa dhambi. Unaweza kuwa unaenda kanisani, unaweza kuwa unatoa sadaka, unalipa zaka, lakini unajua leo Yesu akirudi hauingii mbinguni. Ningependa nikupatie that opportunity. You accept Jesus as your personal Savior. I'm waiting for you. Are you there? Lift up your hand. We pray with you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na ungependa kumrudia Yesu, inua mkono wako. You are born again at one time, but you backslid and you'd like to come back to Jesus. Lift up your hand. We pray with you in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Anza kuongea na Mungu. Ongea na Mungu. Talk to God. Talk to God. Lile neno umesikia, ongea na Mungu wako. Ongea na Mungu. Mwambie na kushukuru kwa sababu haya mateso ambayo ninapitia, haya mateso nimepitia si ya kudumu, haya ni ya muda.
inaisha. Na leo natangaza, unanithibitisha, unanikamilisha, unanifanya imara katika jina la Yesu. Just declare. Declare your suffering is for a moment. Your suffering is for a while. Declare that you are being perfected. Declare that you are being established. Declare that you are being strengthened. Declare in the name of Jesus. Declare Jehovah is settling you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mpendwa, unajua kwa nini nakuambia ujitangazie? Wewe ndiye nabii wa maisha yako. Tumesema ya kwamba Mungu tayari ameachilia baraka zako. Anataka wewe ukubaliane na yeye. Jitangazie baraka. Jitangazie. Unaanza chapter mpya leo. Jitangazie. Unaposimama katika gate ya 2022, tangaza ya kwamba unaanza chapter mpya. Tangaza mateso yako inaisha. Tangaza ya kwamba Mungu anakukamilisha, anakudhibitisha, anakutia nguvu. Tangaza. Jitangazie. Announce it, declare it in your life. Declare it katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I'm still feeling in my spirit. There is somebody the Lord wants you to give your life to him. Kuna mtu Bwana angependa upatiane maisha yako kwake. Na mimi singependa nikufungie. Uko pale unang'ang'ana na wokovu. Bwana angependa upatiane maisha yako kwake. Anataka atawale maisha yako katika jina la Yesu. Kuna mtu ako hapa na mara kadhaa umekata tamaa na umesikia ni kama hautaki kuishi tena, na unahimizika umkaribie Mungu na umekuwa ukikataa. Wakati wako ni sasa, umkaribie Mungu. I'm waiting for you. Lift up your hand in the name of Jesus. Umekuwa unasikia umefika mwisho, haujaokoka. Unasikia umefika mwisho na unahimizika umkaribie Mungu, lakini umekuwa tu ukijizuilia. Mungu anataka umkaribie leo. Anataka akuokoe leo. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. God usually gives an opportunity to change the life of somebody. It's either you accept it or you reject it. God is a loving God, but He's a just God. He cannot force you to accept Him. He cannot force you to receive His blessings. It's upon you. Are you there? You want to come to Jesus? I'm waiting for you as I close, that we may pray with you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We thank you, our King, and we honor your name. Yes, you are good, and you're faithful, and you're merciful, and you're gracious, and you're loving, and you're compassionate. You never forsake your people. You never leave your people. You are always with your people. And we bless your name. We really worship you. We really exalt you. We really magnify you. Katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Now, I'm going to call Bishop.
He's going to lead us in prayers. And there's several groups of people